Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Sasa siku hiyo nilipata kazi kama hii, nimeipata hizi siku ngapi? Manake wafuasi wa Irani walimwagika kwangu kutaka niseme lolote. Nilivyokuja kuzungumza baadhi walinielewa, baadaye wasema nikaja nikazungumza. Nimerudia kurudia kauli yangu ile ile ambayo nimekuwa nikizungumza mara nyingi, kuambia kuwa kuna tofauti sana. Na hii kauli nimekuwa nikizungumza mara kadhaa, kuambia Irani sio Syria, wala sio Iraq, wala sio Lebanon, wala sio Yemen, wala sio Libya. Irani ni Irani, wale ni Waajemi. Haya niliyazungumza wakati wa mzozo wa siku 12. Nikatoa sababu kwa nini Irani hawashirikiani kwenye mwisho kabisa, yani kwenye mstari wa mwisho kabisa ambapo huwa wao wanafanya maamuzi. Hamna ushirikiano wowote hata na washirika wao kama Urusi, China, kwenye yani ule mstari wa mwisho kabisa pale wa mambo yao muhimu. Irani hawana ushirikiano na mtu, hawana. Wakati huo niliwapa somo, nikawaambia kuwa Irani kama angekuwa na ushirikiano wa kijeshi ambao kwa mujibu wa Vladimir Putin akiongea wakati ule wa ile vita ya siku 12, alikuwa St. Petersburg kwenye mkutano ule wa kiuchumi, aliulizwa, nyinyi Irani ni washirika wenu, kwa nini hamjaingilia? Akasema, Irani tuliwapa ofa ya kushirikiana na sisi, walikataa. Nikauliza swali mara hiyo, Irani ambayo haiko ulimwengu wa magharibi, yani haina uhusiano na Marekani, inapewa ofa na nchi yenye nguvu zaidi upande wa mashariki, Urusi, inakataa hiyo ofa. Hivi hujajiuliza kuna nini? Nilizungumza wakati nikwambia, unajiuliza kuna nini? Kwa nini Irani waikatae ofa hii? Kwa nini waikatae? Walikataa kwa sababu Irani wanawajua Warusi ni kina nani. Wakajua kabisa huu ni mtego. Huyu akikaa hapa sisi tumekwisha. Licha kuwa ana nguvu ya kutulinda, lakini hawezi kutulinda dhidi ya Israeli. Yani Urusi sio kwamba hawezi kuilinda Iran. Mfano, akiweka ushirikiano atagundua matukio, lakini atafanya nini? Vitu vingi atavigundua. Ataweza kuweka ulinzi mzuri kwa Iran na kila kitu, yani hilo sina shaka. Lakini Urusi ni Myahudi kuzidi Uyahudi wa Marekani ambao ni wa kimaslahi. Hili nalirudia mara nyingi kulisema. Urusi ni Myahudi kabisa wa asili ya damu. Nenda kachukue listi ya viongozi wengi walioanzisha inaitwa State of Israel au Israel ya sasa. Wengi wanatoka Ulaya Mashariki na wengi ni Urusi na Ukraine. Sasa zao kubwa la Wayahudi lililoanzisha hii Israeli au linaoishi ndani ya Israeli limetoka Ulaya Mashariki. Kwa hiyo Irani wanafahamu kabisa kuwa huyu Urusi ni kweli ni mshirika wetu, lakini huyu ana undugu wa damu na wale maadui zetu. Sasa achague nani? Mshirika wa maslahi, ndugu yake wa damu. Amchague yupi? Vigumu. Yani Marekani ipo siku anaweza kuja kumsaliti Israeli. Marekani ipo siku anaweza kuja kumsaliti Israeli, lakini Urusi hatakuja kumsaliti Israeli. Hilo mliweke. Ndio maana Irani hawakutaka. Sasa juzi nilivyosema kuwa Irani hivi vitu kavizoea, hizi purukushani kazizoea. Kwa wale ambao unajua tuna wimbi kubwa sana la wafuatiliaji wa habari katika kipindi cha miaka mitatu, na hili nimeliona mimi katika kuanzia mgogoro wa Urusi na Ukraine. Hapa katikati ndio tukao tuna wafuatiliaji wa habari ambao ni wapya, yani wamekuja kwenye habari hivi karibuni. Sasa mambo mengi hawayajui, lakini wao wameingia kwenye masuala ya kufuatilia habari za dunia, wakaleta ule usimba na uyanga kwenye habari za ulimwengu. Yani wakawa washabiki. Sasa mtu akisha kuwa shabiki anakuwa kada, yani anasema huyu ni mnazi, yani yeye ni mnazi kweli kweli, yani kuwa yeye
anaweza kujua kwa timu yake ni mbovu, lakini humwambii lolote, humwambii lolote. So tuna kundi kubwa sana ambalo liliingia kwenye mambo ya kimataifa kwa kufuatilia siasa, lakini hali ya kuwa halijui siasa, lakini linajinasibisha kuwa linajua. Baada ya mtu kufuatilia vimakala viwili vitatu, anaona anajua sana. Mtu mmoja leo niliweka andiko kule YouTube, nilikuwa nimezungumzia kuhusu kufeli kwa maandamano ambayo yameratibiwa na Marekani kule Irani, jinsi yalivyofeli. Sasa mtu ana comment ananiambia kitu ambacho Rahbi hukijui, Urusi na China sio wa kuaminika. Basi katika kujibu, na mimi nikaweka comment chini nikamjibu kuwa na kitu ambacho wewe hukijui, wewe humjui Rahbi. Akanijibu akasema kuwa mimi namjua Rahbi kuzidi wewe. Sio, umeelewa? Charlie Chaplin, yule mchekeshaji wa Uingereza wa miaka mingi, aliwahi kushiriki kwenye mashindano ya kumtafuta Charlie Chaplin anayefanana mno na Charlie Chaplin, yani watu wanavyovaa styling wanaofanana na Charlie Chaplin. Aliwahi kushiriki kwenye hilo. Alivyoshiriki yeye akawa watatu. Naweza kuamini? Yeye akawa watatu kwenye yale mashindano. Yani hakushinda. Yeye akawa watatu, lakini kuna wa kwanza na wa pili ambao ndio walifanana mno na Charlie Chaplin. Sasa kinachoendelea hivi sasa huwezi kuona kwenye vyombo vya habari vya magharibi. Hata Al Jazeera ambayo huwa inaarufu kiasi ya magharibi. Unajua Al Jazeera ukiitazama unaweza kuhisi kuwa yenyewe tu ina beef lake na Israel na nini, lakini Al Jazeera haiendi deeply kwa watu inaotaka kuwatetea. Ndio maana huwezi kukuta zile documentary ambazo Al Jazeera huziandaa kwa nchi zingine ikihusu Qatar. Haipo. Kwa hiyo wana sehemu zao na wao. Yani kuwa hili liko kawaida. Media zinaegemea sehemu dunia nzima. Mimi nafuatilia kinachoendelea Iran, lakini natumia channel ya Al-Mayadin. Channel ya Al-Mayadin ni channel ya hasa iko pro Hizbullah. Ni ya Hizbullah hii channel ambayo iko Lebanon. Inaonyesha tangu kumekucha, haijatoka Iran. Inaonyesha kila kitu kinachotokea Iran. Yani kitu ambacho sasa hivi magharibi hawakitaki kabisa. Sasa hivi wamekuja na vile viajenda tu kuwa kuna watu waliuawa, mashirika ya kimataifa yanakemea, kuna nini na nini na nini. Yani sasa hivi ndio kiko hivyo. Lakini haikustui kukuambia kuwa ripoti ya ndani ya Irani inaonyesha maafisa usalama zaidi ya 100 wameuawa katika hizi vurugu ambazo kwa vyanzo vya nje vya magharibi watu ni zaidi ya 500 waliouawa na maafisa 38 mpaka 40. Lakini vyanzo vya ndani vya Irani ambavyo taarifa za Irani zinaonyesha kuwa watu waliouawa hakuna namba, haijajulikana, lakini mamlaka zimetoa namba ya upande mmoja kuwa maafisa usalama ni 108 waliouawa. Unadhani wameuawa na nani? Kwa nini? Rohoni kwa mtu mbali asikwambie mtu. Kirahisi tu mtu anauawa. Ni zile sasa video ambazo zilikuwa zinaonyeshwa kuwa kuna watu walikuwa wanaonekana kwenye video ambao wamefunika nyuso zao, wana silaha, wanafanya mashambulizi. Kwa hiyo kulikuwa kuna mashambulizi ya silaha pande zote mbili. Sasa unapofyatua risasi kumwelekezea askari akuletee ua, leo ulimwengu wa magharibi unalalamika kuwa nguvu kubwa imetumika. Sawa, maafisa usalama wameuliwa na nani? Wamejiua wenyewe. Labda tuseme hivyo. No. Kitu kimoja ambacho nimekizungumza mara nyingi kuhusu Irani na nchi zingine zenye matatizo ya ndani, na hivi juzi niliwaeleza kuhusu kwa kina kabisa kuwa utawala uliopo wa Irani si kuwa unakubalika na Wairani wote. Japo kuwa inawezekana Wairani wengi wanaupinga utawala, lakini Wairani wengi wanabaki kama wa Venezuela. Ndio hiki kinachoendelea hivi sasa. Hiki kinachoendelea, kuna maandamano ambayo yalikuwa yameitishwa, walikuwa wanakadiria kuwa watu 1,000,000 waingie mtaani. Kipindi ambacho naweza nikawatangazia rasmi kuwa maandamano ya kuipinga, kuiangusha serikali yameshindwa kwa mara nyingine tena. Tayari kwa taarifa aliyoitoa waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi kuwa
wamesha dhibiti usalama wa nchi nzima, yani iko under control, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi. Anasema kuwa Iran say situation is now under control, total control after weekend violence. Baada ya wiki ya vurugu, situation is under control. Sasa kama situation is under control, wameisha i-control hali. Nje hawana kingine, yani tayari situation imekuwa normal. Sasa Trump anakuja na jipya, anasema Irani imetupigia simu kuomba mazungumzo. Kwa nini hii habari imekuja baada ya under control? Yani kuwa under control, habari ya mazungumzo. Kwa nini Trump kaitoa hivi sasa? Kuwa Irani wamepiga simu jana au wakati gani? Au wakati walizidiwa sana. Turudi kwenye 12 days war. Turudi hapo kwenye siku 12 za vita. Mnakumbuka. Trump alizungumza mara ngapi Irani wanaomba mazungumzo? Ni mara ngapi alizungumza Irani wanaomba mazungumzo? Mara nyingi. Kuwa wanaomba mazungumzo. Rais wa nchi kumuita muongo anasema ni ukosefu wa nidhamu, lakini Trump ni muongo. Mara nyingi amekuwa vile. Lakini inabaki vile vile tu, sipingi na hilo, narudi pale pale. Nimekuwa nikisema kuwa meza ndio suluhu ya matatizo mengi. Irani wanahitaji meza, wanahitaji mazungumzo. Kwa sababu hiki kinachoendelea leo Iran, au hiki ambacho kimetokea karibu wiki 2 ndani ya Irani, matatizo yake na shubiri yake ilipopikiwa, imepikiwa kwenye meza za Western ambazo Iran anapaswa akakae. Lakini bado nitakuwa mtu wa mwisho mimi kuamini kuwa Irani kaomba mazungumzo na Amerika. Baada ya vita ya siku 12, aliyekuwa akitaka mazungumzo ya nyuklia ni Amerika. Ndio aliyetaka mazungumzo na Irani, wakasema hatuko tayari kufanya mazungumzo yoyote na Marekani. Hatuko. Haya mazungumzo yaliyoanza kabla ya vita ya siku 12 ambayo baadaye alikuja yakaleta vita. Trump alikuwa akizungumza wakati huo kabla, anasema Irani wanaomba mazungumzo. Irani wakawa wanakanusha mara kadhaa kuwa hatuko tayari kufanya mazungumzo yoyote na Marekani. Mnakumbuka Donald Trump aliandika barua kumwandikia kiongozi wa Irani, mnakumbuka mwaka jana? Sasa ilivyokuja majibu akasema Irani wanaomba mazungumzo, nani alianza kuandika barua? Yani aliyeandika barua akaipeleka, aliyetoa majibu ndio aliomba. Aliandika barua kupeleka kuomba wazungumze. Irani wakasema tutazungumza na Amerika mazungumzo ambayo sio ya moja kwa moja. Marekani wakasema hivi, tutazungumza, tunataka mazungumzo ya moja kwa moja. Wakamwambia hatuwezi kuzungumza nawe mazungumzo ya moja kwa moja, hatutaki. Ikaleta utata hata kwenye mazungumzo ya kwanza yaliyofanyika Muscat. Mnakumbuka wakati walivyoenda wote, majibu yalivyokuja kutoka yakawa ni mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, ila mazungumzo ambayo yamefanyika kwenye jengo moja. Kuwa waziri wa mambo ya nje wa Oman ile Al-Busaidi, yeye ndio alikuwa na jopo lake lile, wanaingia kwenye ukumbi waliopo maafisa wa Iran, wanazungumza nao, wanakuja wanarudi kwa maafisa wa Marekani, wanazungumza nao, wanakuja. Hawakuzungumza moja kwa moja kama ilivyokuwa. Kwa hiyo always anayetaka mazungumzo ni Marekani, licha kuwa Irani ni muhimu mazungumzo kwake. Kwa sababu 2015 wakati wa Barack Obama kuja mpaka 2018 alivyoingia Donald Trump, Irani walipumua sana. Na kama si ujio wa Donald Trump na vile vikwazo ambavyo vilikuwa vimeondolewa kwa Irani ilikuwa imesogea duniani, yani ilikuwa imepush duniani. Yani nakwambia Irani imekwama kwenye mkwama. Mnakumbuka nilivyozungumza wakati wa kifo cha marehemu somo yangu ile, alikuwa rais wa Iran Ibrahim Raisi, story ambayo ilitolewa na Irani kwa ajali ya helikopter kongwe kabisa, ina zaidi ya miaka 50, haina service, haina nini. Nikatoa angalizo ni wakati huo, nikawapa maelezo mengi sana kuhusu kwanza sekta ya anga mfano ya Irani, jinsi ilivyokuwa imedondoka. Yani imepoteza, kwa sababu Irani hawatengenezi ndege. Irani wanaagiza ndege au wanaagiza vipuri kutoka nje. Sasa vikwazo vinawagonga moja kwa moja hata mashirika yao, hata ndege zao ambazo wamekuwa wakizitumia
pale zinapopata itilafu hawawezi kupata vipuri, hawawezi kupata kwa sababu wana vikwazo. Kwa hiyo unakuta mashirika mengi ya Irani yamepaki. Na wakati huo nikawaambia, mfano nikawapa, katika miaka mitatu ambayo Irani walikuwa wamepumua kutoka kwenye vikwazo, yani 2015 to 2018, shirika la anga tu peke yake la Irani kwa kushirikiana na makampuni ya ndani ya Irani yalikuwa yamefanya oda ya ndege kutoka makampuni ya Marekani zaidi ya ndege 100 ambao walifanya oda kuwa tunahitaji, yani kuwa kuna gepo, tuna upungufu wa hiki kitu. Kwa hiyo walifanya oda ya zaidi ya ndege 100 ambazo zilitakiwa ziingie Irani katika kipindi cha miaka 10 wastani. Sasa kurejea kwa vikwazo vya Donald Trump ikajikuta kuwa vimerudi na vikwazo ambavyo vilikwamisha kuiokoa tena sekta ya anga. Matokeo yake mpaka kipindi kile cha miaka mitatu, oda ambazo zilikuwa zimekuwa complete na ambazo ziliwasilishwa Irani kwa wakati huo zilikuwa ndege 3 tu. Hiyo ni sehemu moja tu ninayokuonyesha athari ya vikwazo ambavyo vinaendelea, au athari ya vikwazo vya Irani kutoka nje. Sasa la Trump kusema kuwa wanataka mazungumzo. Trump ni mfanyabiashara na mara nyingi huwa ninawaambia hizi kauli mara nyingi huzitumia kama za business. Unajua, nakuuzia gari, nauza 5 milioni, tufunge biashara 4 milioni kwisha, unaanza na kuhesabu hela. Hizo ni biashara. Sasa wewe wakati mwingine yani nimeshamaliza hapo. Trump hucheza hizo mara nyingi sana, yani hujaribu kufanya vile. Lakini kitu kimoja ambacho kimekaa kimya kuwa mpaka na rekodi haya mazungumzo na wewe kuongea, Irani haija comment wala haijakanusha kilichosema na Trump kuwa Irani inataka mazungumzo. Sasa tuseme Irani inataka mazungumzo, madai ya waandamanaji yametimizwa? Au ukirudi Trump anachokisema, alikuwa anazungumza kwenye Air Force One, alikuwa anazungumza kuhusu Greenland. Nitalizungumza nadhani labda mazungumzo ya jioni, ngoja niangalie, nikipata nafasi nitalielezea kama kutakuwa hakuna mengine ambayo yameibuka. Nitazungumza kuhusu ugomvi wa Greenland. Mdogo wangu ananiambia mimi naamini mchezo wa Greenland ni mchezo wa Trump wa kuwapumbaza ulimwengu utoke kujadili kuhusu Maduro halafu wafikie Greenland. Sidhani kama anania. Nikamkumbusha nikamwambia swala la Greenland kwa Amerika lipo kabla ya Venezuela. Toka awamu ya kwanza ya Donald Trump yeye anaruka na Greenland, na mara hii amedhamiria. Ndio maana anasema tusipoichukua Greenland, China, Urusi wataichukua. Kwa swala la Greenland nitakuja nilielezea hapo baadaye. Sasa Trump anasema Irani inataka mazungumzo kuhusu nyuklia. Sijui umeelewa? Kuhusu nyuklia, sio tena kuhusu hali ngumu ya kiuchumi. Raia wa Irani wanalo la kujiuliza hapa. Demokrasia na uhuru ambao, ukombozi ambao walikuwa wameaminishwa kuwa hii nchi inataka ukombozi na tunataka ukombozi kubadili utawala. Kwa hiyo Marekani iko tayari kuzungumza na utawala ule ambao unawaonea wale raia, kwa sababu plani imefeli. That was plan. Yani plani imefeli, haiwezi na ni ngumu. Katika kitu ambacho nilikizungumza jana, mfano YouTube, nilizungumza nikasema hivi, kwa hali iliyokuwa Irani na pressure waliokuwa wanaipata kutoka kwa raia, Irani walikuwa naomba shambulizi litoke nje. Yani walikuwa naomba shambulizi lolote tu litue ndani ya ardhi ili wamalize mchezo, kwa sababu hiyo vita wao ni nyepesi. Yani vita ya kupigana nje Irani kwao ni nyepesi kuliko vita ya ndani. Hii walioimaliza ndio vita ngumu zaidi. Wamemaliza, nchi iko under control, hakuna tena, hakuna wamedhibiti. Taarifa walioitoa wanasema wamekamata mamia ya vijana kutoka nje. Irani inaingilika kirahisi sana kwa kutokea kwa sababu inapakana na Armenia, inapakana na huko Afghanistan na Pakistan. Anasema wengi mamluki wametoka kwenye hizo nchi na ndio waliokamatwa. Zaidi ya watu 10,800 wamekamatwa. 10,800 wamekamatwa. Silaha nyingi sana ambazo zimeshikiliwa, zimekamatwa. Irani walifunga internet, Starlink akaachia mtandao wake, wakahakikisha wanaupoteza, wakaondoa mpaka GPS na Starlink ikapotea kabisa. Kwa hiyo wakaweza kudhibiti kwanza utulivu wa ndani, ambao hicho kitu nimesema kuwa hawa watu ni wazoefu mno wa hivi vitu. Yani wana uzoefu. Kwa wale wanaofuatilia hivi vitu, nadhani wangetazama kilichotokea 2022 kwenye maandamano yale ya Mahsa Amin. Sidhani hata kama wewe ungeumiza kichwa sana kujua Irani wanaelekea wapi. Hofu yangu kubwa ilikuwa ni kuwa
huenda watu wengi wangeuawa kama mashambulizi pia yangetoka kutoka nje, yani kuwa watu wengi zaidi wangeuawa. Sasa leo Rais Masoud Pezeshkian pamoja, nimemsikia na waziri wa mambo waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Nilimsikia Pezeshkian anasema hivi, watu wa Irani wenye madai yao, wenye maandamano ya haki kuhusu uchumi, wanaruhusiwa kuandamana hata sasa hivi waingie, lakini anasema tumewaonyesha sehemu za kuandamania, yani waende kwenye viwanja vya umma, yani waende kwenye viwanja vya umma waka express feelings zao, wakaeleze nini wanataka yani wameruhusiwa. Lakini anasema serikali ipo itaendelea kudhibiti wahalifu wote wanaojificha nyuma ya maandamano. Sio, umeelewa? Yani wao wanasema sisi hatuogopi maandamano, lakini fanyeni, nendeni kwenye viwanja vya wazi mkazungumze kile ambacho mnataka kukizungumza. Trump wakati anayazungumza haya, unajua wiki iliyopita ilikuwa Alhamis nadhani, kule Minnesota. Unajua Minnesota ni ile Minneapolis ICE, kule ambako Trump aliwatukana wa Somali. Mnakumbuka kule ndio wa Somali wengi wanaishi, takriban karibu wa Somali 100,000. Yani pale utafikiri Mogadishu ukiwa kule. Sasa Trump baada ya ugomvi wake ule na jamii wa Somali kuwatishia nini, alituma maafisa wa uhamiaji, nendeni huko mkafanye doria kubwa ya uhamiaji huko, manake tunataka turudishe watu wengi. Sasa ikatokea tukio moja ambalo lilirekodiwa sana na vyombo vya habari, na ile video nadhani mliona ilisambaa. Yule afisa usalama alikuwa anamtaka yule mtu ashuke kwenye gari, akaigeuza yule gari, ni mwanamke, akageuza gari akawa anaondoka, yani akamfyatulia risasi akamuua. Tukio ambalo utawala wa Trump umetetea, unasema kulikuwa kuna tishio na yule mtu hakutii mamlaka na nini. Tukio ambalo limeigawa vizuri serikali ya Donald Trump, lakini pia unajua lile jimbo ni eneo la wa Democrat. Kwa hiyo maseneta, magavana wa kule wamewaka sana kina Walls kwa nini kwa nini wanasema kulikuwa hakuna tishio lolote lililotokea. Sasa baada ya kile kifo kumetokea maandamano mfululizo kwa miji mbalimbali, Ajabu Trump anayaona ya Irani ya ndani ya nchi yake hayaoni, na Khamenei juzi alimwambia kuwa angekuwa ni rais mzuri basi angeanza kutatua matatizo ya ndani kwake, asingeanza kuangalia yale ya pembeni. Ndani ya Marekani kuna maandamano makubwa sana kule Minnesota, Minneapolis. Kuna maandamano makubwa yanaendelea kupinga kile kinachofanywa na serikali ya Trump. Lakini kwa wale mnaofuatilia vyombo vya habari, kama unafuatilia televisheni za ndani za Israeli, utaona kuwa mpaka jana usiku ulikuwa kuna maandamano makubwa tu Tel Aviv ya kupinga utawala wa Benjamin Netanyahu, maandamano makubwa. Lakini hivi vyombo vya habari vya magharibi ambavyo wanavimiliki huwa vina agenda. Hili ni huwa nalizungumza sana, agenda zao za kukulisha kitu fulani ambacho wewe tunataka kikufikie hicho, hatutaki kitu kingine kikufikie. Ndio maana leo hawazungumzi kuhusu yanayoendelea ndani ya Irani. Hawataki kuonyesha kabisa haya maandamano ya leo ya Irani ambayo yako upande si wao, hayako upande ule wanaupenda, lakini yangekuwa ni yale maandamano ya chochote ambayo yako kwa agenda yao. Niliuliza jana, kulikuwa kuna mantiki gani na sababu ipi ya uhalali upi wa mtandao wa X wa Elon Musk kuondoa flag halisi ya Iran ya IRGC kwenda kumpandisha Simba? Kulikuwa kuna mantiki ipi, hali ya kuwa ule ni utawala halali wa Iran na wao ndio wameupachika, na ile ni serikali inayotambulika kimataifa? Yani kwa sababu ni serikali inatambulika kimataifa, ni serikali mwanachama wa Umoja wa Mataifa, ni serikali, kila kitu imetimiza wajibu wake kwa nafasi yake. Kwa yani Marekani anavyoiona yeye na Israeli ndio ulimwengu mzima uione Irani kwa hiyo staili. Mtu mmoja akaniuliza, mbona China na Urusi wako kimya, mshirika wao anatishwa, anafanywa nini, wala hatuoni lolote linalotokea? Sitaki kucomment sana kuhusu hilo kwa sababu nikizungumza kuna wengine wanadhani labda nina chuki na wengine. Hayo nilishayazungumza sana. Nilishasema kuna baba, kuna babu, lakini nilishasema pale kunapokuwa na threat ambayo kihalisia inatoka sehemu fulani, hawezi wakalindwa. Irani hata kama angekuwa mshirika wao angemgeuka. Nilizungumza hili wakati wa
mgogoro wa Israeli na Uturuki, mnakumbuka nililizungumza nikasema hivi, ikiwa Uturuki wataingia kwenye mzozo na Israeli wa kushambuliana kwa vita, NATO, Uturuki ni mwanachama wao ambaye anapaswa alindwe kufikiria kifungu cha 5. Kile kifungu kitamlinda Israeli na NATO wote watamshambulia Uturuki. Yani kile kifungu ambacho kilipaswa kimlinde Uturuki kwenye hiyo kadhia, basi kile kifungu ndio Rahby Digital, haki na ukweli.